Barabara kabisa, wapenzi watazamaji, jambo na karibu tena kwa mara nyingine, ikiwa leo hii ni tarehe 24 mwezi ukiwa ni mwezi wa 8 mwaka wa 2025. Langu jina kama kawaida ni balozi wa Manchester United, Lewis Laporte. Na leo hii mpenzi mtazamaji, niko mahali hapa kukuelezea jinsi mambo yalivyokwenda siku ya jana kwenye michuano tofauti tofauti, ama ukipenda kwenye vilabu tofauti tofauti na kwenye ligi tofauti tofauti humu nchini na nje ya nchi pia. Nikianza tu na kwamba timu ya Arsenal walipata ushindi mnono wa mabao 5-0 dhidi ya timu ya Leeds. Kumbuka Leeds ni timu ambayo imetoka ngazi ya chini, ama naweza sema relegation, ndipo labda tunaweza sema Arsenal walipata ushindi huo kwa sababu ya hilo. Kumbuka pia Leeds mechi yao ya kwanza walipata ushindi, kwa hivyo pia kuna alama 3, ingawaje Arsenal waliishinda, lakini tunasema kwamba Arsenal siku zote itatangulia kwenye jedwali, ila kumaliza kwenye mbio zile ambayo huwa inaanza nayo huwa ni vigumu kwao sana, kwa sababu hawana ile finishing power, ndivyo wengi wanavyosema. Kwingineko ni kwamba timu ya Brentford wakicheza na timu ya Aston Villa, Aston Villa walipata kichapo cha bao 1-0 hiyo jana. Alafu leo mpenzi mtazamaji, ni kwamba kuna mechi ambazo zimeratibiwa kusakatwa siku hii ya leo. Tukisonga mida ya saa 10, kuna timu ya Crystal Palace wakicheza dhidi ya timu ya Nottingham Forest. Kwingineko ni kwamba timu ya Everton itakuwa inawakaribisha timu ya Brighton hiyo mida ya saa 10. Kwa hivyo mechi hizo mbili zinaanza mida sawia. Kwa hivyo kwenye ubashiri wako, ama unaweza tuelezea wewe kivyako, unaona vipi kati ya Crystal Palace na Nottingham Forest? Kumbuka Nottingham Forest wameachilia mchezaji Elanga kuelekea zake Newcastle, alafu timu ya Crystal Palace wamemwachilia Eze ambaye alienda zake Arsenal. Sasa tujui jinsi mambo yatakavyokuwa. Kumbuka timu hizo zote, tukisema upande wa Crystal Palace walikuwa wanamtegemea sana Eze, na timu ya Nottingham Forest walikuwa wanamtegemea sana mchezaji Elanga, Anthony Elanga, yule aliyekuwa mchezaji wa timu ya Manchester United. Alafu mpenzi mtazamaji, pia utatuelezea kwenye mechi ya Everton na Brighton ni timu gani ambayo itakayoshinda siku hii ya leo mida ya saa 10. Kwingineko ni kwamba timu kubwa Manchester United mida ya saa 12:30 itakuwa inacheza dhidi ya mwana Fulham, na ni matumaini ya wengi kwamba Sesko leo hii anaanza mechi hiyo. Naye Andrew Onana pia kuna uwezekano akaanza mechi hiyo, kwa sababu amekuwa kwenye jeraha na asharudi, yuko kwenye kikosi ambacho kimeenda kucheza na timu hiyo ya Fulham, na tuna matumaini kwamba timu ya Manchester United inaenda kufanya vyema, tukikumbuka kwamba mechi yao ya kwanza dhidi ya Arsenal, licha ya kuchapwa bao 1-0, angalau walionyesha umaarufu ambao hawakuwa nao msimu uliopita. Kwa hivyo ni matumaini yetu sisi kama wana Manchester United kwamba timu hiyo ya Manchester United inaenda kufanya makubwa siku hii ya leo. Kama si mabao 3, basi yatakuwa mabao 4 kwenda mbele, kwa sababu kama timu ndogo kama Arsenal inachapa wengine mabao 5, Manchester United ni nini ikose kufika huko. Mpenzi mtazamaji, kwenye Hispania ni kwamba kuna mechi ambayo pia inaenda kucheza siku ya leo, Osasuna dhidi ya timu ya Real Madrid. Ni vyema kwamba kusema kwamba timu hii ya Real Madrid pia iko inajaribu kadri ya uwezo wao kupata ushindi. Kumbuka kwamba timu ya Barcelona pia walipata ushindi jana wakicheza na timu ya Levante, licha ya Levante kutangulia kufunga. Ni hayo tu kwa sasa mpenzi mtazamaji, nimekuwa wako balozi wa Manchester United, Lewis Laporte, na kwaheri kwa sasa.